Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Machi 6 mwaka wa 2026 na haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kamtaja raia wa Marekani kuwa kiongozi wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulikoni mtazamaji, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho haswa, twende sote pamoja. Lakini kabla tufikie huko, na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, yani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Usisahau pia kwamba unapo subscribe utakuwa miongoni mwa wale wasikilizaji wetu, watazamaji wetu watakao kuwa wakitupata au wakipata matangazo yetu wa mstari wa kwanza mara tunapopanda hewani. Na bila ya kupoteza muda, kulikoni mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, mambo yanaendelea kuwa ngumu kwa nchi ya Rwanda. Hii ni kutokana kwamba Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amemteua Bwana James Swan ambaye ni raia wa Marekani kuwa mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inayomaanisha kwamba mkuu wa MONUSCO. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametangaza siku ya Alhamisi hii ya tarehe Machi 5 mwaka wa 2026 Bwana James Swan ambaye ni raia wa Marekani kuwa mwakilishi wake maalum kwenye tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO. Bwana Swan anamrithi Bibi Bintu Keita ambaye huyo alikuwa ni raia wa Guinea na ambaye katibu mkuu alimshukuru kwa mchango wake muhimu na huduma kwa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Swan ni mwanadiplomasia mwenye uzoefu na kazi ndefu katika nchi za Afrika zinazokabiliwa na mabadiliko magumu ya kisiasa na usalama. Hivi majuzi tu Bwana James Swan alikuwa mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko nchini Somalia na mkuu wa ujumbe wa mpito wa usaidizi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, jukumu ambalo hapo awali alishikilia kama vile kaimu kuanzia Mei 2024 hadi kuteuliwa kwake katika nafasi hiyo ya kuwa mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji pia msikilizaji, hapo awali Bwana James Swan pia alikuwa mwakilishi maalum na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia kama nilivyotaja, kuanzia mwaka wa 2019 hadi 2022. Kabla ya hayo Bwana Swan alikuwa na kazi ya miaka 32 katika serikali ya Marekani, akiwa na kazi nyingi zinazohusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na balozi mwaka wa 2013 hadi 2016, naibu mkuu wa ujumbe mnamo mwaka wa 2001 hadi 2004, na akawa pia afisa wa dawati mwaka wa 1996 hadi 1998. Wakati wa kazi yake ya pande mbili, Bwana Swan pia aliwahi kuwa mwakilishi maalum wa Somalia mnamo mwaka wa 2011 hadi 2013, akawa balozi wa Djibouti mnamo mwaka wa 2008
hadi 2011. Akawa naibu katibu msaidizi wa masuala ya Afrika mnamo mwaka wa 2006 hadi 2008. Pia akawa mkurugenzi wa uchambuzi wa Afrika katika ofisi ya ujasusi na utafiti wa idara ya mambo ya nje ya Marekani mnamo mwaka wa 2005 hadi 2006. Kazi za awali za James Swan zilijumuisha Jamhuri ya Kongo, Somalia, Cameroon, Nicaragua na Haiti. Bwana Swan ana shahada ya kwanza ya sayansi, shahada kutoka shule ya huduma za kigeni ya chuo kikuu cha Georgetown, shahada ya uzamili wa utawala wa kitaifa kutoka shule ya mafunzo ya kimataifa ya chuo kikuu cha Johns Hopkins, na shahada ya uzamili ya utawala wa kitaifa katika masomo ya usalama kutoka chuo cha vita vya kitaifa, vyote vikiwa ni Marekani. Mbali na Kiingereza chake cha asili, anazungumza pia Kifaransa vizuri Bwana James Swan. Je, kuna kitu ambacho kitatokea kesho kutwa, mtondo au mtondogoo? Kwa kweli, kutokana na yale ambayo yako yanaonyesha dalili na cheche hivi sasa, huenda nchi ya Rwanda iko matatani. Wengi watajipa maswali, kwa nini katika kuteuliwa kwake James Swan ujitokezee maswala ya Rwanda? Kila kitu hufanyika kikiwa na shabaha na sababu, lakini inapokumbuka kwamba kila kitu kinakwenda na siasa, hapa kuna kitu. Wakati Tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, kutokana na uchapaji kazi wake na majukumu aliyopewa katika azimio la hivi karibuni, kuna kitu ambacho kitatokea kesho kutwa. Ikumbukwe kwamba masuala ya kumteua mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika nchi hii au nchi hile, yote pia hutokana na masuala ya kisiasa. Na ikiwa jana nchi ya Marekani imewekea jeshi la Rwanda vikwazo pamoja na maafisa wao wa ngazi za juu, majenerali 4, na tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa lipewe kwenye kichwa chake raia wa Marekani, hebu tuyaachie majira muda. Na nikufikia hapo mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, sina cha ziada. Kile ambacho nilikutayarishia ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amemteua Bwana James Swan ambaye ni raia wa Marekani kuongoza tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, wakija na majukumu ambayo ni tofauti na yale matukio au majukumu ya hapo awali. Tuyaachie majira muda, kwa sababu itatokana na vile mambo yatakavyoendana na nyakati. Lakini kwa wale wadadisi wa mambo, wanapoona kule watu wanakoelekea, huenda kuna kitu ambacho kitatokea upande wa Rwanda. Kwa nini? Kutokana na siasa pamoja na cheche zinazoonekana kwa muda kwa siku za hivi karibuni. Na nikufikia hapo mtazamaji, pia msikilizaji, sina cha ziada. Nimekamilisha yale ambayo nimewaandalia kwa siku ya leo. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, nimewatakieni nyote kila laheri, nikikushukuru wewe kwa kuwa umetoa muda wako kwa kukubali kuandamana nami tangu mwanzo hadi mwisho.